Kambi ya upinzani inayoongozwa na Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Martha Karua na Kalonzo Musyoka inakumbwa na matatizo makubwa na inaelekea kusambaratika baada ya makuu kuibuka ndani ya kambi hiyo. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kambi ya kisiasa ilikuwa naibu rais Rigathi Gachagua inakumbwa na mtikiso mkubwa wa ndani, zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya uzinduzi rasmi wa chama chake kipya cha kisiasa ambao umepangwa kufanyika tarehe 3 Julai mwaka 2025. Na haya yote yatafanyika katika eneo la Kasarani Indo Arena jijini Nairobi. Licha ya matarajio ya kuhudhuria kwa zaidi ya wafuasi 5,000 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, hali ya sintofahamu imeanza kuibuka miongoni mwa wagombea wa viongozi wa mashinani, wakilalamika kile wanachokiita unyonyaji wa fedha na upendeleo. Taarifa kutoka ndani ya chama zinaeleza kuwa viongozi wa kaunti wamepewa jukumu la kuchangisha fedha, kila kaunti ikitakiwa kuchangia kiasi cha shilingi milioni 10 ili kufanikisha shughuli ya uzinduzi. Gachagua wanatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 150 kutokana na mpango huo. Hali hii imezua taharuki hususan katika eneo la Mlima Kenya ambako wagombea wa nyadhifa mbalimbali wanalalamikia presha na kuchangia fedha, huku baadhi yao wakitishiwa kutopata nafasi za kugombea iwapo hawatashiriki. Katika kaunti ya Kirinyaga, mgombea ugavana anaripotiwa kuitisha kikao cha faragha katika ukumbi wa Abai Lounge ambapo alipanga mkakati wa kugawana mzigo wa uchangishaji. Kwa mujibu wa mpango huo, mgombea wa ugavana aliahidi kuchangisha shilingi milioni 3, huku wagombea wa useneta, ubunge na uwakilishi wa wanawake wakitarajiwa kutoa shilingi 500 kila mmoja. Wagombea wa udiwani wapatao 20 waliagizwa kuchangia shilingi milioni 1 kila mmoja. Ingawa ahadi ya tikiti za moja kwa moja zilitolewa kwa wanaoshiriki, baadhi ya wagombea wameanza kueleza kutoridhika kwao na mwenendo huo. Na wapo waliodai kuwa walitoa fedha awali kwa ajili ya uzinduzi wa ofisi za chama, lakini sasa wanatakiwa kuchangia tena kwa ajili ya hafla ya Kasarani. Wameeleza hali hiyo kama unyonyaji usio wa kificho, huku wengine wakijiondoa kimya kimya kutoka kwa chama hicho, wakikitaja kuwa ni klabu ya matajiri. Hata hivyo, timu ya kampeni ya Gachagua imeendelea na maandalizi ya uzinduzi bila kutoa kauli ya moja kwa moja kuhusu malalamiko hayo. Wamesema kuwa lengo lao ni kutimiza azma ya kuzindua chama kwa mafanikio makubwa na hawatakubali kukwamishwa na kelele kutoka kwa wagombea waliotarajia upendeleo wa kisiasa. Shinikizo linazidi kuongezeka huku muda ukisonga, si tu kwa lengo la kujaza ukumbi wa Kasarani, bali pia kurejesha imani ya wanachama na wananchi ndani ya chama ambacho bado hakijazinduliwa rasmi, lakini tayari kimekumbwa na tuhuma za ubaguzi na usiri. Uzinduzi huu unakuja wakati Gachagua anajipanga kwa awamu mpya ya vita vya kisiasa dhidi ya aliyekuwa mshirika wake wa karibu ambaye ni Rais William Ruto. Hatua hizi za awali zinaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa siasa za mwaka 2027, huku wapiga kura na wachambuzi wa siasa wakiangalia kwa makini jinsi Gachagua atakavyotatua migogoro ndani ya chama kabla ya kupambana katika ulingo mpana wa kisiasa.